Karibuni darasani. Hii ni cornrow, lakini upande wa nyuma nimeweka notes. Nataka kupitia video hii ni kufundisha jinsi ya kusuka cornrow hatua kwa hatua. Gel nimetumia hii black gel kutoka Soft and Free, ni styling gel. Nzuri sana kwa ajili ya kusukia kwa sababu ina anti dandruff. Itasaidia hata nywele yako kama una mba protect nywele yako vizuri. Kwa nitapaka gel yangu chini. Kama umenoti gel inapaka chini tu. Unaangalia nywele yangu juu haina gel yoyote. Sawa, yani kule chini tu ambapo tunaenda kupasuka ndio tutakwenda kupaka gel. Nitakata mstari, hakikisha mstari wako umenyooka vizuri. Hii njia ninayokuelekeza ni rahisi. Kwanza tutaongeza nywele ya mteja kwa kutumia kitana. Alafu pili tutaongeza rasta kupitia njia ya kawaida ile ambayo tunasukaga tu. Tukiwa tunasuka yebo. Sawa, kwa tumia njia hii itakusaidia, lakini pia kama wewe ni msusi, unapenda kujifunza kusuka zaidi. Karibu sana Farida Beauty Academy kwa mafunzo bora ya urembo na ususi. Chuo chetu kipo Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Tunafundisha kusuka nywele aina zote, tunafundisha mambo yote ya salon. Uzuri ni kwamba sisi tunaposema tunafundisha huwa tunamaanisha. Sawa. Okay, na uzuri ni kwamba tunapokea mwanafunzi ambaye hajui kabisa. Baada ya kukata mstari wangu, upande wa mbele nitakata kajibutu kidogo tu hii ya kuanzia. Sawa? Alafu twende tukachukua rasta hilo. Nitachukua rasta kidogo tu ya wastani. Kidogo sana. Nitakwenda kuiweka katika nywele ya mteja wangu hapa kati kwa kati. Kwa nusu itakuwa kulia, nusu itakuwa kushoto. Nitabana na kidole changu cha shahada, utaangalia urahisi wako. Sawa, unapoanza kusuka, yani hakikisha nywele yako umeibana vizuri. Alafu twende mkono wa kulia, alafu twende nywele tukaipishanishe upande wa kushoto, tunaileta kulia, ya kulia tunaileta kushoto. Na maana kama watu ambavyo unaanza kusuka kibutu. Sawa. Tunaelewana. Kwa baada ya kusuka hivi, una uwezo wa kuongeza rasta nyingine. Kwambia rasta nitaongezea tu kawaida. Yani kama ambavyo huwa tunaongeza rasta tu kawaida. Pale ambapo tunasuka yebo. Ongeza rasta yako kati kwa kati. Sawa. Alafu nenda kaongeze nywele ya mteja hii hapa. Tunaelewana. Kwa ukishaongeza nywele ya mteja utasuka mara ya kwanza, mara ya pili. Na nakwambia hivi, usisuke nywele ya mteja kabla hujaongezea rasta. Sawa? Yani ongezea rasta yako, suka nywele ya mteja wako. Sawa? Haya, kwa sababu tunataka ncha upande mbele, tutaongeza nywele ya mteja, tutasuka mara ya kwanza, mara ya pili, mpaka pale ambapo tutarudi tena kwenye kuongezea rasta. Hatutotembea umbali mrefu, ni kidogo sana, kwa sababu upande mbele tunahitaji nywele yetu yenye nyembamba vizuri. Sawa. Okay, tutaongeza nywele tena ya mteja hii hapa, naongeza kwa kutumia kitana. Naona kitana ni rahisi kwa wale ambao mnahisi hauwezi kutumia stitch ring, lakini pia kwa wale ambao hamwezi either ni kusuka kwa kutumia kidole. Sawa, kwa kutumia njia hii ni safe, ni salama, ni rahisi. Ongeza nywele ya mteja wako, suka mara ya kwanza, mara ya pili, nenda kaongeze nywele ya mteja wako. Kama tutaongeza rasta, tayari ncha yetu imeshatoshea. Sawa. Tunaelewana? Tunaelewana ninachokifanya wapenzi wangu? Kama una swali niandikie kwenye comment. Sasa, kwa wewe ambaye tayari umekwisha kujifunza kama hivi, unahitaji kujifunza zaidi. Unahitaji kunitumia ile feedback yako katika WhatsApp group zetu. Hakikisha kwamba tayari umeshagusa button iliyoandikwa subscribe hapo chini, kisha gusa alama ya kengele. Alafu nitumie screenshot kwenye namba mbona kwenye screen. Kusubscribe ni mara moja tu. Labda kama ulisubscribe mwaka jana, mwaka huu, mwezi uliopita, leo, lakini ni mara moja tu. Sawa. Haya, tumeenda tukaongeza rasta, alafu tuende tukaongeze nywele ya mteja wetu. Hii hapa. Alafu tutaenda tutasuka mara ya kwanza, mara ya pili. Sawa, msichoke jamani. Haya, tuende tukasuke mara ya kwanza, mara ya pili. Tutapishanisha hapo kati kwa kati. Ya juu itakuja chini na ya chini itakuja juu. Umeona ilivyokuwa rahisi? Naomba hii video iangalie kwa umakini. Tunaongeza tena rasta. Alafu tuende tukaongeze nywele ya mteja wetu hivi. Sawa. Tunaelewana? Haya, tusuka mara ya kwanza, mara ya pili. Usijali kuna mfugo unasumbua huko, lakini it's okay. Sawa. Gel, umeona nilipopaka hiyo gel. Kama umeona nywele yako imekuwa labda kuna sehemu haikushika gel, unaweza kupaka kidogo tu, pia itasaidia nywele zako zisiingiliane. Sawa? Tunaelewana mpenzi?
I know wakati mwingine unaweza kuwa unasuka lakini haitokei vile ambavyo tulikuwa tunatarajia. Kwa mara ya kwanza sio mbaya, fanya mazoezi, hakikisha umesubscribe channel yetu hii ya Farida Othman, hakikisha ni mtu ambaye unatuma feedback. Utakapotuma mrejesho wako ni rahisi kukuambia hapa umekosea, hapa ongeza, hapa punguza. Sawa, usijisukie tu mwenyewe nyumbani ukakaa kimya. Kama una muda, njoo katika madarasa yetu. Njoo, tunapatikana Dar es Salaam, Tegeta Nyuki, mnaotokea mikoani. Hostel zipo ni shilingi 100,000 kila mwezi. Na uzuri ni kwamba ada zetu sisi ni kuanzia shilingi 300,000 mpaka shilingi 600,000. Sasa ya karibuni. Sasa tutaenda kuongeza rasta. Tuongezea rasta kama hivi, utaongeza nywele ya mteja wako. Utasuka mara ya kwanza, mara ya pili vizuri, hakikisha nywele yako unaibana vizuri. Yaani kama unatumia kidole cha shahada na kidole gumba, kama unatumia kidole gani, yaani hakikisha nywele yako unaibana, usilegeze vidole. Usimvute mteja lakini usilegeze vidole. Sawa, hakikisha umeshika nywele vizuri imeshikika. Kwa sababu ukishika tu ovyo ovyo, mwisho siku nywele yako itatoka ikiwa imelegea na hautopata ule muonekano ambao unauhitaji. Kwa hiyo hakikisha kwamba unaposuka kuwa makini. Kama labda kidole chako cha shahada na kidole hichi cha katikati ndio vinashika nywele vizuri, tumia hivyo. Kama ni kidole cha pete, tumia hicho. Sawa. Mimi nataka ukijifunza kupitia channel hii ya Farida Othman, yani uondoke ukiwa unajua. Umeona hauelewi, njoo darasani. Njoo darasani, mwezi mmoja una uwezo wa kupata madini mengi ya kutosha. Tuna walimu wazuri, tunafundisha vizuri. Jamani, waliosoma chuoni kwetu wanaelewa kitu gani ambacho tunamaanisha. Sawa. Umeona ninachokifanya? Sasa kuna wakati mwingine unaweza kuwa umesuka nywele ya mteja, hauhitaji tena kuongeza rasta. Kwa hiyo tunarudi vile vile kwenye pointi yetu ya kwanza, tutakachokuwa tunakifanya, tunaongeza nywele ya mteja, tunasuka mara ya kwanza, mara ya pili. Tunaongeza nywele ya mteja, tunasuka mara ya kwanza, mara ya pili. Umeona? Kwa hiyo ni rahisi. Sawa, ni rahisi. Hakuna ugumu wowote. Take time. Tumia muda wako vizuri, tumia muda wako kufanya mazoezi. Sehemu hujaelewa niandikie kwenye comment. Sawa. Umesha subscribe channel yetu, jiunge na magrupu yetu. Tuma screenshot WhatsApp, tukutumie link. Jiunge na magrupu yetu, fanya mazoezi. Umepata muda, njoo darasani, jifunze. Sawa, tuna wadogo zetu wamemaliza form 6, wamemaliza darasa la 7, wamemaliza form 4. Upo zako tu ni mama wa nyumbani, huna ujuzi wowote, njoo darasani, njoo tukufundishe. Na uzuri ni kwamba jamani, kila siku watu wanasuka. Yaani iwe iwavyo, watu wataenda makazini watasuka, watu wataenda kwenye sherehe watasuka, watu watafanya vitu, yaani kusuka kupo pale pale. Kwa hiyo njoeni darasani, njoeni mjifunze. Sawa. Tunaelewana? Haya, umeona ninachokifanya? Kwa hiyo tutakuwa tunaongezea nywele kama hivi, tunasuka mara ya kwanza, mara ya pili. Hivyo mpaka tunaenda kumalizia. Kuna wakati mwingine unaweza ukaona kwamba hapa nywele yangu kama imezidi kupungua wembamba, ruksa kuongezea rasta. Sawa. Japo ikuwa mara nyingi inakuwa ni mara chache, ila kwenye mikia lazima tutaongeza, chategemea sasa na size ambayo unahitaji. Kama mstari ni mwembamba, ina maana hata mkia utabidi uwe mwembamba. Usije ukasuka mstari mwembamba alafu mkia unaonekana ni mnene. Yaani base inakuwa imezidiwa na mkia. Sawa. Kwa hiyo utazingatia hilo. Kwa wale ambao mkisuka stitch kinyume inawasumbua, video hii hapa nimewaleteeni. Jifunzeni, tengeni muda, fanyeni mazoezi. Sawa. Tengeni muda, fanyeni mazoezi, nitumie feedback yako WhatsApp. Una muda, njoo darasani, jifundishe. Sawa. Tunaelewana wapenzi wangu. Mimi nitaenda kumalizia nywele yangu. By the way, nimesuka mstari mmoja. Kwenye video nimeonyesha tu mstari mmoja. Imechukua muda kidogo lakini nadhani mstari wangu upo na details ambazo ni rahisi mtu yeyote kujifunza, kufanya mazoezi, vyote vinawezekana. I think mtakuwa mmenielewa. Kama hujaelewa niandikie kwenye comment. Njoo katika madarasa yetu ya live,
njoo katika madarasa yetu ya WhatsApp. WhatsApp mara nyingi wasifundishi. Na kufundisha hapa YouTube. Ukisha soma, njoo kwenye group. Nitumie ile feedback yako. Nitakurekebisha. Sawa. Kama ni mgeni, yani hii channel tuna video nyingi sana. Yani kama ni urembo, hapa ni sehemu sahihi. Tuna video nyingi sana ambazo tayari tulikisha kukuwekea. Kwa hiyo angalia zile video, zipitie zile video, fanya mazoezi, tuma feedback yako. Sawa. Haya, mimi nitaenda kumalizia tu upande wa chini kwa ajili ya kufanya zile final touch. Nitamalizia hivi kama ambavyo unaona. Sasa nitaongeza rasta, nitasuka tena mara ya kwanza, mara ya pili, naongeza kwa ajili ya mikia. Sawa, kwa sababu mikia nikitumia nywele ile ile itakuwa ni membamba sana, na mikia ikiwa midogo sana pia inakuwa haina muonekano mzuri. Sio niseme, let's say inakuwa dhaifu. Inakuwa membamba sana. Sawa, hivi. Kwa hiyo tunde tukamalizie kwenye upande wa mikia. Lakini kuna wakati mwingine hapa kuna nywele unatamani kujifunza na haujui nani atakufundisha. Mimi nitumie picha WhatsApp. Alafu nitakwambia tu nipe labda siku 3, siku 2, nywele yako utaikuta pale YouTube, nitakufundisha hatua kwa hatua. Kama tayari nilikwisha kuifundisha, nitakutumia tu link, utajifundisha. Upande wa chini nilikwambia nitaweka kama notes. Upande wa chini nataka nywele yangu iwe na kama bob, vifundo, tunafunga vifundo, tunaweka bob style. Sawa. Kwa tutasokota kama hivi. Kuna wale wengine ambao mkisokota nywele kama hivi mwisho siku huwa inafunguka. Una uwezo wa kuishona. Hapa mwanzoni ukaigusia hata na uzi kidogo, ikawa very protective. Na tena kama ni mteja anaondoka na ni mara yako ya kwanza, vyema kushona, usizozane na wateja. So umemtengeneza mteja alafu akaondoka, ukajikuta kazi yako haiko smart. And mwisho wa siku naomba nikuonyeshe muonekano wa mwisho. Kwa wewe ambaye ni mwanafunzi, njooni ujifunze. Kwa wale ambao ni wateja, huwa tunasuka, lakini tunasuka kwa appointment. Nipe taarifa mapema, nitaji huduma fulani, ikiwezekana kabisa toa advance yako, alafu utakuja. Umeona faino yake? Kwa hiyo tumeongeza kawaida, lakini cornrow yetu imekaa vizuri. Kwa hiyo take time, jifundishe, fanya mazoezi. Mimi ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy. Asante sana na karibuni sana. Usiondoke bila kusubscribe. Kwaherini.